Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa ametaja baadhi ya mafanikio makubwa ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuelezea baadhi ya mipango inayolenga kuongeza kasi ya kukuza uchumi hapa nchini. Mheshimiwa Majaliwa ameyataja baadhi ya mafanikio hayo ya serikali ya awamu ya 6 jijini Dodoma wakati akiwasilisha taarifa ya mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka 2024-25 na mwelekeo wa kazi zake na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya Waziri Mkuu na Bunge 2025-26. Katika mafanikio hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa amezungumzia mafanikio ya mipango ya serikali katika ujenzi wa reli kwa kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 1 Agosti 2024, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua huduma za usafiri wa reli kati ya Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma. Hadi kufikia Februari 2025, abiria milioni 1,809,983 wamesafirishwa na jumla shilingi bilioni 54.9 zimekusanywa. Uwepo wa huduma hiyo ya treni umepunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka wastani wa saa 10 kwa basi hadi kati ya saa 3 na 4 kwa kuchagiza kasi ya maendeleo ya uchumi na kijamii hapa nchini. Eneo jingine ni ujenzi wa reli ya kati na kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Hadi kufikia Februari mwaka huu 2025, ujenzi wa kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia 62.37. Makutopora Tabora kilomita 368 umefikia 14.35. Tabora mpaka Isaka kilomita 165 umefikia 6.33, na Tabora Kigoma kilomita 506 umefikia 7.34. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi mpaka Msongati kilomita 282 yameanza, ambapo serikali ya Tanzania na Burundi zilisaini mkataba wa ujenzi wa kipande hicho siku ya tarehe 29 Januari mwaka huu 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu pia amezitaja hatua ambazo zimechukuliwa na serikali ili kuhakikisha Tanzania inakabiliana na ushindani wa kibiashara katika ukanda wa Bahari ya Hindi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia ushindani wa kibiashara uliopo katika ukanda wa Bahari ya Hindi, nchi yetu imechukua hatua mahususi ili kunufaika na fursa ya kijiografia ambayo tunayo ya kuwa ni lango kuu la biashara kwa nchi jirani. Hatua hizo ni pamoja na uboreshaji wa bandari zetu zilizoko katika bandari kuu na uwekezaji wa sekta binafsi katika kutoa baadhi ya huduma bandarini. Idadi ya makasha yanayohudumiwa kwa sasa yameongezeka na kufikia 686,515 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 2025, ikilinganishwa na makasha 670,724 yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho wa mwaka uliopita. Ongezeko hilo linachangiwa na uwekezaji uliofanywa katika gati 0 mpaka 7, ambapo idadi ya makasha yaliyohudumiwa katika eneo hilo yaliongezeka kutoka 122,339 hadi 160,286 katika kipindi hicho. Aidha, muda wa meli za makasha kusubiri nangani umeondolewa kabisa. Hivi sasa meli hufunga na geti mara tu zinapowasili katika bandari ya Dar es Salaam. Hali hiyo imepunguza wastani wa muda wa meli zisizokuwa za makasha kusubiri nangani kutoka siku 46 za awali hadi siku 7. Mheshimiwa Naibu Spika, mafanikio mengine yaliyopatikana katika bandari ya Dar es Salaam ni pamoja na kupungua kwa idadi ya meli zinazosubiri nangani kutoka meli 30 hadi 3. Muda wa meli kuhudumiwa nao umepungua kutoka siku 4 hadi siku 3 kwa meli za makasha. Muda wa kuhudumia meli za mafuta umepungua nao kutoka siku 10 hadi siku 3. Kuimarika kwa utoaji wa huduma hizo kumepunguza tozo za meli hizo kusubiri nangani na hivyo kuchagiza
kupunguza gharama za bidhaa kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile mapato ya mamlaka ya usimamizi wa bandari kwa mwezi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 mwaka 2023/24 hadi kufikia wastani wa shilingi trilioni 1 mwaka 2024/25. Aidha, mapato yanayokusanywa kutokana na ushuru wa forodha nayo pia yameongezeka kutoka shilingi trilioni 9.35 mwaka 2023/24 hadi shilingi trilioni 9.86 kufikia Februari 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu pia amezungumzia swala la nishati ya umeme nchini. Serikali inaendelea kukamilisha ujenzi wa mradi wa uzalishaji umeme katika bwawa la Julius Nyerere kwa gharama ya shilingi trilioni 6.6. Ujenzi wa mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 2115 kwa siku umekamilika. Hadi Machi 2025, jumla megawati 2115 zimeunganishwa kwenye gridi ya taifa na hivyo kuongeza kiwango cha umeme katika gridi ya taifa kufikia megawati 4031.7, na kuanza kwa uzalishaji wa umeme katika mradi huo kumeongeza kiwango cha upatikanaji wa umeme na uhakika kuwa chachu ya kasi ya maendeleo ya nchi yetu. Hata hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu amezungumzia hatua ambayo imefikiwa katika usambazaji wa nishati ya umeme vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, uunganishaji wa umeme vijijini. Katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025, serikali imeunganisha umeme katika vijiji 4071 kwa gharama shilingi bilioni 1,593 na hivyo kuwezesha vijiji vyote 12,318 vya Tanzania bara kuunganishwa na umeme. Hatua inayofuata sasa baada ya kukamilisha mradi wa kupeleka umeme katika vijiji vyote ni kupeleka umeme kwenye vitongoji, ambapo jumla vitongoji 33,657 kati ya 64,359 sawa na 52.3 vimeunganishwa na huduma ya umeme. Usambazaji wa umeme katika vijiji na vitongoji utawezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi, hususani zinazohitaji nishati ya umeme zikiwemo kuchomelea vyuma, useremala, kuchakata nafaka na kuchenjua madini. Wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki unaotekelezwa na nchi za Tanzania na Uganda. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Uganda inatekeleza ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki lenye urefu wa kilomita 1443 kutoka Hoima nchini Uganda mpaka Tanga hapa nchini Tanzania. Utekelezaji wa mradi huo umefikia 55%, ambapo kilomita 1115 za bomba hilo zinapita hapa nchini. Serikali tayari imeshachangia mtaji wa dola za Marekani milioni 376 sawa na 15% ya hisa. Kupitia mradi huo, jumla ajira 6610 za muda na ajira 114 za kudumu zimeshaanza kuzalishwa. EMTV Dodoma.